Naitwa Dr. Peter Patrick Mfisi, ni kamishna wa kinga na tiba kutoka Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya. Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya ni taasisi ya serikali iliyoanzishwa mwaka 2017 kwa lengo la kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Mamlaka hii inafanya majukumu yake kwa kufuata mikakati mikuu minne, ambayo mkakati wa kwanza ni kupunguza uingiaji, uzalishaji na usambazaji wa dawa za kulevya nchini, tunaita supply reduction, lakini vile vile kupunguza uhitaji wa dawa za kulevya nchini, ambao ni tunaita demand reduction, kupunguza madhara yanayotokana na matumizi ya dawa za kulevya nchini, ambao tunaita harm reduction, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, kwa sababu wauzaji wa dawa za kulevya hawana mipaka ya kisiasa, wenyewe wanaweza kuuza dawa mahali popote. Kwa hiyo kwa kushirikiana na wenzetu katika nchi mbalimbali, basi tunapata na wasaa wa kuwadhibiti. Leo tuko hapa Tanga kwa ajili ya kuzindua miradi 7. Hii miradi ambayo imedhaminiwa na Foundation Botna, ambayo ni shirika kutoka Uswisi, kwa kupitia Tanga yetu. Kwa hiyo kuna miradi 7 na moja mradi ni mradi wa kuimarisha elimu dhidi ya dawa za kulevya. Mradi huu unasema kwamba focus on youth not the substance, yani weka malengo yako sana kwa vijana, sio kwa hali yao ya matumizi ya dawa za kulevya. Mradi huu kwamba utasaidia katika kuwajengea uwezo vijana kuweza kujitegemea, lakini vile vile utatoa elimu kwa vijana juu ya madhara ya dawa za kulevya, kwa sababu tafiti zinaonyesha kwamba watumiaji wengi wa dawa za kulevya wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya bila kujua madhara yake. Sasa kwa kupatiwa hii elimu sahihi juu ya madhara ya kulevya, kwa kutumia njia zilizothibitishwa kisayansi kwamba zinafaa kutoa elimu kwa vijana, basi vijana wengi watapatiwa hii elimu na tutaokoa vijana wengi ambao wangeweza kujihusisha na matumizi ya dawa za kulevya iwapo hii elimu wasingeipata. Mimi ni Fatuma Hamza, ninatoka asasi sio ya serikali inaitwa Afriwagi. Lakini niongelee katika siku ya leo tuko katika uzinduzi wa miradi 7, ikiwemo mradi ambao unaenda kupinga matumizi ya dawa za kulevya kwa vijana katika jiji la Tanga. Na kama tunavyojua, Tanga ni ya pili kitaifa inaongoza kwa matumizi ya dawa za kulevya, na tumeiona Tanga hapo nyuma na mpaka katikati vijana wengi wameathirika katika matumizi ya dawa za kulevya, na mpaka hatimaye imeenda kupunguza nguvu ya taifa ya vijana ambao tunawategemea katika ufanyaji wa kazi katika jiji la Tanga. Jina langu ni Selemani Bakari Zumo, ni mjumbe wa bodi wa Gift of Hope Foundation. Niko hapa kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa bodi. Awali ya yote, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kupata fursa hii sisi kama Gift of Hope Foundation kuja kushiriki katika jambo hili, lakini kubwa kufanikiwa kupata fandi kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa vijana kuondokana na masuala ya uraibu, lakini vile vile kuwasaidia vijana kuwatoa katika hali walionayo, especially wale ambao tayari wameshaingia katika mfumo wa madawa kulevya, ili kuwaingiza katika mfumo wa kijamii wa kuweza kushiriki katika masuala mbalimbali yanayohusu jamii, hususan katika masuala ya uzalishaji mali na utafutaji wa maisha. Naitwa Abdalla Rashid Mselem, ni mwenyekiti wa jukwaa la vijana Tanga jiji. Leo nimepata fursa ya kushiriki kwenye uzinduzi wa miradi 7 ambayo inazinduliwa chini ya mradi wa Tanga yetu, lakini moja kati ya miradi iliyozinduliwa ni mradi wa Gift of Hope. Kimsingi ni mradi ambao unalenga kupambana na matumizi dhidi ya dawa za kulevya, hasa ukizingatia Tanga ni mkoa wa pili kwa matumizi ya madawa kulevya ukitoa Dar es Salaam ambao ni ya kwanza. Kwa hiyo ninayo furaha kuona tunao wadau ambao kimsingi watashirikiana pamoja na vijana ili kupinga matumizi ya dawa ya kulevya. Lakini moja kati ya mapendekezo ambayo niko nayo kama kijana au kama mwenyekiti wa vijana ni kuomba wadau hawa Gift of Hope wajitahidi kuwajengea vijana uwezo, hasa jukwaa la vijana, ili ikawe sababu ya vijana kuwa na maarifa, kuwa na elimu ya kuwatambua hawa vijana mapema kabla athari za madawa ya kulevya hazijawachukua sana, ukizingatia kwamba matumizi ya madawa ya kulevya yanaleta athari kubwa sana kwenye uchumi wetu, kwa maana uchumi kushuka, vijana wanashindwa kuzalisha, lakini pia vijana wanashindwa kufikia malengo yao. Lakini pia kingine ni kwamba vijana wanashindwa
kuwa na maadili. Lakini jambo jingine pia ambalo Gift of Hope wanafanya, mojawapo pia ni kuhakikisha kwamba wanapinga ukatili dhidi ya jamii. Lakini mimi kama kijana leo nitazungumzia aina moja ya ukatili. Moja ya ukatili ambao kama jukwaa la vijana tunajaribu kuupinga ni ukatili wa kiuchumi. Kwa nini nagusa ukatili wa kiuchumi? Jamii ya watu wa Tanga wamezoea kuwazungumza vijana kwa maana mbaya, kwa maana kwamba vijana wa jiji la Tanga hawataki kazi, vijana wa jiji la Tanga hawazikimbili fursa na mambo mengine. Sasa sisi kama jukwaa la vijana sasa hivi tuko na mpango unaitwa Narrative Change, mpango ambao lengo lake ni kubadilisha simulizi hasi za jamii kwenda kwenye simulizi chanya dhidi ya kijana wa jiji la Tanga. Kwa maana ya kwamba kumzungumzia kijana kwenye namna nzuri, kumzungumzia kijana kwenye namna ambayo inapendeza zaidi. Hata kama kijana wa jiji la Tanga mwanzo alikuwa ni mvivu, haina maana ya kwamba kwa sasa hawezi kubadilika. Kwa hiyo kwa sababu Gift of Hope wapo, naamini tutashirikiana nao kikamilifu kutoa elimu mbalimbali dhidi ya matumizi ya madawa kulevya, lakini pia kutoa elimu mbalimbali dhidi ya ukatili wa kiuchumi wa kumsema kwamba kijana wa jiji la Tanga sio mchapakazi, kijana wa jiji la Tanga ni mvivu, kitu ambacho sisi jukwaa la vijana tunakipinga kabisa. Tunasema kijana wa jiji la Tanga amebadilika, lakini pia kijana wa jiji la Tanga sasa hivi anazikimbilia fursa. Wito wangu, tusiwahukumu vijana kwa sababu ya jana yao, na sasa tukawahukumu vijana kwa sababu ya leo waliokuwa nayo. Asanteni sana.